Nitakupa mfano mmoja. Sijui ni uacha au utoe. Ni mzuri lakini ni mbaya na uko. Mfano huu kwa hivi. Wengine kati ya waimbaji tunaoona wakiimba wana mkono mmoja. Kweli sio kweli? Lakini wengine pia hawana miguu. Ninyi labda hamzungukaji mkawaona. Lakini mimi wanawaona. Wengine mmoja na mkono, wengine hata mikono kabisa. Kwenda kwenye mali. Kwenye mali unayoona mimi na siri moja ya kwamba Bwana akikupa mali hautakuja kanisani tena. Baadhi ya watu fulani hautaenda kwenye maombi. Umeona ndio nilichopewa. Bwana akikupa mali. Sasa je, Bwana anipe mali au asinipe mali? Bwana anipe mali. Maana wenzetu weupe wakishapata mali kanisani hawaendi. Sisi wa Afrika tukishaona dini na mafanikio kanisani hatuendi. Ndiyo maana nasema ndio paroho hamtatimiza kama tamaa za nini? Kwani tamaa hakuzisema? Alisema katika kama 19 hadi 21 kuna tamaa za mwili kama 15. Leo sio somo langu sitasema. Lakini nasema juu ya masikio, nasema juu ya macho, nasema juu ya akili, lakini nasema juu ya mikono uliyopewa, kwamba kuitumia vizuri ili Mungu naye asimame na wewe vizuri, halafu afanye kazi yake, afanye kazi yake vizuri. Kwa hicho uchopewa, Mungu anakupima, anakuangalia kama kitu ulichopewa, kama je, unakifanyia kazi hilo uliopewa unalitumia. Je, hiyo si basi niache mdomo. Kwa kuwa mdomo unasema sana, hebu hiyo si uliopewa, unaperuzi kitu gani? Unaangalia nini? Ningemwambia katibu nipitie hapa wote kwenye simu kubwa. Hapo uangalie kwa maana angalia nini. Hapa tunaona madumu. Tungeona madumu. Hatungeona injili au mmoja waitaka kiimba au ngoma au nani. Hatungeona vitu vingine vya ajabu. Lakini nataka nikueleze, tumia akili yako vizuri. Tumia macho yako vizuri. Tumia mikono yako vizuri. Tumia fahamu zako na hisia zako. Wanaume wanatumia hisia. Wanaotumia hisia ni wanawake. Sisi tukupa Mungu. Wasema Bwana anaokoa, hebu ngoja nikaone Bwana anavyookoa. Katika jina la Yesu. Huyu jamaa. Jumapili iliyopita sisi tulikuwa na mtu wao alikuja kuombewa, ileta mama mmoja. Alieleza yote. Nakwambia kama sio Mungu aliyeshuka, wewe unasema yale. Ukioa unakufa. Na alisema mimi ukioa unakufa. Na yuko hapa wakati tunaomba watu waishi, hospitali na jambo watu waishi, wakati tunaombea madhabahu tunapanua, tunaweka na kila aina watu wengine wanatamani kuoa wengine. Sitamtaja ni nani, lakini kwa tabia zako nzuri au mbaya unaweza kukutana naye. Ukiolewa naye, ukimwoa tu unakufa. Umekwisha. Alitajia wangapi? Wawili. Watatu. Hao wameshakufa. Na akasema hao waliokufa wako nilimwomba sana kama mchungaji, turuhusu basi kwende basi tuingie kwenye ile nyumba. Alikatalia. Pombe ziliisha na kila kitu. Kabaki tunazungumza kama binadamu. Ile kuwa ni siri, huwa wazungumzaji wasipotekwa fahamu za kiroho. Yaani wateka fahamu kiroho, ndio wanazungumza hivyo. Ndugu zangu wa Mungu, nisiwachoshe. Mungu anakutaka wewe, mwambie jirani yako kama umekaa naye, mwambie Mungu anataka wewe mdomo wako, akili zako, macho yako, mikono yako. Mwambie 1 2 3.